Cha msingi ni kuendelea kuokota alama kwa sababu tumecheza michezo mitatu so far na alama moja, so hiyo imepita. Tuna focus na mchezo unaofuata ambao ni wa kesho. So tumekuja kucheza kutafuta alama pia. Kwa hiyo haitusumbui. Bado ligi ni mbichi kabisa. So tunaamini tutaendelea kuokota alama kadri mechi inavyoongezeka. Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba, Coastal Union tunafahamu kabisa ubora na ushindani. So Coastal tunafahamu ubora na ushindani ambao Simba wamekuwa wakileta katika mchezo. So tumejiandaa kuwakabili hasa baada ya kustudy mbinu za Mwalimu Beka, the way ambavyo anaoperate wakati wa mchezo. So tumejiandaa. Tunafahamu Simba wanacheza mpira wa fast attack, lakini huko kijaribu control katika eneo la katikati. So tumejipanga kwenye hilo kwa sababu tunatambua wanakuwa wako vulnerable kidogo wakati kama timu pinzani wanakuwa wazuri kwenye transition. So tumeweka mipango namna gani tunawakabili ili tuweze kupata matokeo mazuri kuelekea mchezo wa kesho. Asante mwalimu, na karibisha maswali kwa mwalimu. Mwalimu, mpaka sasa una alama moja pekee na baada ya kucheza michezo mitatu na kesho unakutana na Simba ambaye amekuwa akitoa ushindani mkubwa kwenu ninyi wakosi wa kambi. Pengine pressure ikoje, lakini kisaikolojia na kimbinu unawaandaa vipi wachezaji wako kuhakikisha kwamba unapata matokeo ya hapo kesho na unasogea katika msimamo wa ligi? Cha msingi ni kuendelea kuokota alama kwa sababu tumecheza michezo mitatu so far na alama moja, so hiyo imepita. Tuna focus na mchezo unaofuata ambao ni wa kesho. So tumekuja kucheza kutafuta alama pia. Kwa hiyo haitusumbui. Bado ligi ni mbichi kabisa. So tunaamini tutaendelea kuokota alama kadri mechi inavyoongezeka. Mwalimu, licha ukubwa wa Coastal Union, lakini kuna ile kasumba kwamba hizi timu kubwa zinapokuwa kwenye uwanja wake wa nyumbani ni ngumu sana kuzuia ama kuzuia idadi kubwa ya mabao. Mfano mzuri, mchezo ambao mcheza KMC ni kuongeza kwa idadi kubwa ya mabao mbele ya Africans. Kwako binafsi inakupa homework ama headache kiasi gani unaenda kukutana na Simba ambayo pia ni wazuri sasa katika maeneo ya pembeni kwa maana kwenye wings sawa? Siwezi kusema kama ni headache kwa sababu mara nyingi walimu au timu mara nyingi tunapenda kucheza timu ambazo ziko bora. Kwa nini? Kwa sababu katika michezo na ukipata michezo bora na timu bora mara nyingi tuna mengi ya kujifunza na mengi ya kuimprove. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa ya kuendelea kuimarisha mikakati, mbinu, lakini pia kudevelop wachezaji wetu. Asante mwalimu. Shukrani, umeeleka vyema. Sasa ni nafasi ya mchezaji Said Mwanza kwa niaba ya wachezaji wenzake, analipi la kuambia wanahabari pamoja na wapenda soka Tanzania? Wamejiandaa vipi kuelekea mchezo huo dhidi ya Simba Sports Club? Karibu. Shukrani sana. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Said Mwanza Said, ni mwakilishi wa wachezaji wenzangu wa Coastal Union. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipofikia. Tupo wote salama na ni wazima na tumejiandaa vizuri kuwakabili Simba ili tupate alama 3 kwenye mchezo wa kesho. Asante. Nakaribisha maswali kwa kama wachezaji wengine wanazungumza nini kuelekea mchezo huo, kizingatia ni mchezo mkubwa. Ninyi wakongwe mnakutana na Simba ambayo ina wachezaji wenye uzoefu na ninyi mna uzoefu. Of course itakuwa ni mchezo mgumu. Ninyi mnazungumza nini? Hamasa kwetu ni kubwa. Hamasa ni kubwa sana kwa upande wa wachezaji na tunawaheshimu Simba kwa sababu ni timu kubwa, lakini haimaanishi kwamba tunaweza tukawahofia. Tumekuja kwa ajili ya kutafuta alama 3 na kupambana. Swali kwa mchezaji. Unawaahidi nini wachezaji wa mashabiki wa Coastal Union? Kwa mashabiki wa Coastal Union, kwanza waendelee kutusupport, wawe nyuma yetu na tunawaahidi ushindi. Tupo tayari kwa ushindi. Asante sana. Natakia maandalizi mema mchezo. Asante sana. Naam, tumefikia tamati.